Nchi za kimagharibi ikiwa ni pamoja na Uingereza, Ufaransa pamoja na Ujerumani bado zipo katika mpango wa kuweza kuisaidia Ukraine, huku zikisema kwamba mpango wao ni kuona kwamba Urusi haiwezi kashambulia nchi nyingine katika eneo la Ulaya, huku Urusi ikisema inaweza kutumia silaha za nyuklia kukabiliana na mashambulio ya nchi za kimagharibi. Katibu mkuu wa Baraza la Usalama la Urusi Sergei Shoigu, ambaye aliwahi kuwa waziri wa ulinzi nchini Urusi, amesema kwamba Moscow ina haki ya kutumia silaha za nyuklia katika kukabiliana na mashambulizi ya nchi za magharibi. Shoigu amesema hayo katika mahojiano na shirika la habari la TASS na kubainisha kwamba marekebisho yaliyofanywa mwaka uliopita kuhusu mwongozo wa nyuklia wa Urusi yanaruhusu kutumia silaha za nyuklia endapo itafanywa mashambulizi, na si Urusi tu, na hata Belarus. Katibu huyo wa Baraza la Usalama la Urusi amesema kuna kampeni ya dhahiri shahiri inayoendeshwa na Ulaya ya kujiandaa kukabiliana kijeshi na Urusi. Jedwali tofauti zinatangazwa na wakati wa kujiri makabiliano hayo kuanza miaka 3 hadi 5. Wanajeshi na wanasiasa wa Ulaya wanataka wawe wameshajiandaa kwa vita na sisi ifikapo mwaka 2030. Hata hivyo, rais wa Marekani Bwana Donald Trump alimwambia rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky kwamba anategemea nchi za kimagharibi, lakini afahamu nchi hizo hazina uwezo wa kuweza kukabiliana na Urusi, akisema kwamba Urusi ni moja kati ya nchi zenye majeshi imara na bora zaidi, jambo ambalo hata rais wa Urusi mwenyewe Vladimir Putin alisema siku ya jana Alhamisi wakati akizungumza na viongozi wa kijeshi kwamba hakuna nchi yoyote duniani yenye uwezo wa kijeshi kama Urusi na mataifa mengi huwa yanajifunza kupitia Urusi. Hata hivyo, rais wa Urusi Vladimir Putin aliyapa tahadhari majeshi na nchi za magharibi kwamba zisithubutu kuingia na mpango wa kutaka mashambulizi ndani ya Urusi, kwani Urusi ina uwezo mkubwa wa kufanya mashambulizi, kwani Urusi ina jeshi imara, ina uwezo wa jeshi la kisasa, lakini pia ina silaha nzito. Hata hivyo, rais wa Urusi Bwana Putin alieleza kwamba ndani ya miaka 3 aliweza kupambana na mataifa zaidi ya 32, lakini hawakuweza kushinda vita hivi. Na wakati huu anasema yupo tayari kwa ajili ya mapambano wakati wote, huku akisema kwamba Urusi inaongeza idadi ya wanajeshi wake, lakini pia Urusi inaongeza uwezo wa silaha zake. Katika taarifa iliyotolewa na Shoigu, ameongeza kwamba viongozi wa Ukraine wanafanya juu chini ili kuendeleza uhasama na mkabala wa kupokea pesa na silaha waiuzie Ulaya kwa bei ya juu mali asili, eneo la nchi na mustakabali wa watu wa Ukraine, lakini uwezo wao wa kijeshi na kiuchumi ungali ni dhaifu sana. Katibu mkuu wa Baraza la Usalama la Urusi amebainisha kuwa uchumi wa Ukraine uko katika hali mbaya sana na unategemea misaada ya magharibi, huku deni la serikali likiendelea kuongezeka. Kuhusu juhudi za kuboresha uhusiano kati ya Moscow na Washington, Shoigu amesema serikali ya Rais Donald Trump wa Marekani imeanza kuchukua hatua kadhaa za kufufua uhusiano wa pande mbili na Urusi. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi, endelea kutufuatilia wakati wote.